Fungua Biblia yako kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 20. Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 20. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20 kuanzia mstari wa kwanza. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hosasoni Tamari. Mstari wa 3. Mlango wa 20. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake umtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Mstari wa 4. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Mstari wa 5. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. Akasema, E Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako muna uwezo na nguvu, asiweze mtu yoyote kusimama kinyume chako. Mstari wa 7. Si wewe, e Mungu wetu, uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema. Mstari wa 9. Yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Mstari wa 10. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao, walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageuka mbali wasiwaharibu. Mstari wa 11. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka milki yao ulioturidhisha. E Mungu wetu, je, hatukuwa hukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Mstari wa 13. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeieli, mwana wa Matania, Mlawi, na wana wa Asafu wakajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko. Mstari wa 15. Akasema, sikieni Yuda yote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Mstari wa 16. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata kwenye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli.
hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Enyi Yuda, Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Mstari wa 18. Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakao Yerusalemu, wakimsujudia Bwana. Na Walawi na wana wa Kohathi na wana wa Wakorahi wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Mstari wa 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekeo. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni eni Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mstari wa 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Mstari wa 23. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliondokea wenyeji wa milima Seiri, kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Nitarudia mstari wa 23. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliowaondokea wenyeji wa milima Seiri, kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Mstari wa 24. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka chini, wala hapana aliyeokoka. Mstari wa 25. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari na dhamani walivyojivulia, zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la Baraka, maana ndipo walipomkaribia Bwana. Kwa hiyo jina lake mahali pale pakaitwa bonde la Baraka hata leo. Mstari wa 27. Naomba urudie kuanzia mstari wa 25. Mambo ya Nyakati 20 kuanzia mstari wa 15. 25. Mstari wa 25. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za dhamani walivyojivulia, zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Mstari wa 26. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la Baraka, maana ndipo walipombariki Bwana. Kwa hiyo jina lake mahali pale pakaitwa bonde la Baraka hata leo. Mstari wa 27. Kisha wakarudi kila mtu wa Yuda na Yerusalemu,
na Yehoshafati mbele yao, ili kurudia Yerusalemu kwa furaha, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui zao. Wakafika Yerusalemu wenye vinanda, vinubi na mapanda kwenye nyumbani mwa Bwana. Mstari wa 29. Ikawa hofu ya Mungu juu ya falme zote za nchi, waliposikia ya kuwa Bwana amepigana juu ya adui za Israeli. Mstari wa 30. Basi ukatulia ufalme wake Yehoshafati, kwa sababu Mungu wake alimstarehesha mbele pande zote. Basi ukatulia ufalme wake Yehoshafati, kwa sababu Mungu wake alimstarehesha pande zote. Baba yetu na Mungu utukufu, katika jina la Yesu, wewe uliwapigania wana wa Yuda na Yerusalemu, wewe uliwapigania mfalme Yehoshafati pamoja na timu yake, wewe uliyetangulia mbele yao, ili Bwana ukawaondolee maadui ambao waliwainukia kuwapiga vita pasipo na sababu. Wewe ambaye ulitia hofu wafalme wote waliosikia habari za Yehoshafati, wewe ambaye ulimpatia Yehoshafati na ufalme wake kutulia na ukamstarehesha na ukanyamazisha kila vita na kila adui aliyewainukia. Bwana, ulisema vita hizo hawakuhitaji kupigana, bali wewe Mungu utapigana kwa niaba yao. Naomba ukawapiganie watu wako katika jina la Yesu. Naomba ukapiganie Troliki na wana wa Troliki katika damu ya mwanakondoo. Ndani ya mwaka wa mafuno, Baba yangu na Mungu wa utukufu, naomba ukawape mafuno, ukawape nyara, ukawape kumiliki, ukawape Bwana zaidi ya walivyotarajia. Yehoshafati alitarajia kupigana vita, lakini Bwana, kwa siku 3 waliteka nyara, kwa siku 3 walibeba vitu, walibeba mali. Kwa siku 3 Bwana, walibeba mali, nyara, vitu ambavyo Baba hawakuwa navyo. Kwa hiyo siku ya vita, kwa hiyo siku walioinukiwa, Bwana uliwapa mali, uliwapa utajiri, uliwapa neema ya kumiliki vitu hawakuwa navyo. Ndani ya mwaka wa mafuno, natangaza katika anga Troliki, Bwana, uwe ni mwaka wetu wa kuteka nyara, uwe ni mwaka wetu wa kumiliki, uwe ni mwaka wetu wa kuongezeka, uwe ni mwaka wetu wa kustareheshwa, uwe ni mwaka wetu wa kutulia. Chochote ambacho kimehangaisha watu, natangaza kwa hii ibada, Jehova Baba, wape kutulia, Baba wape kustarehe, Baba wape kufurahia, Baba wape kuimba sifa, wakisema hizi ni nyara za Bwana. Mungu ndiye ametenda haya katika damu ya mwanakondoo. Natangaza anga iwe wazi kwa sababu ya mateka, kuteka na kuchukua nyara, na katika damu ya mwanakondoo kila adui akapigwa na nguvu ya Mungu. Mungu ulituma malaika wako, Mungu uliweka confusion kwa hao maadui, wakapigana wao kwa wao, wakauana wao kwa wao, wakamalizana wao kwa wao. Natangaza juu ya kila adui, awe ni adui wa magonjwa, awe ni adui wa kukosa kazi, awe ni adui Bwana wa kisirani kwa ndoa, awe ni adui Bwana wa changamoto kwa huduma, sianze kuondoka katika damu ya mwanakondoo. Yehoshafati au kuhitaji kupigana vita hizi. Natangaza nawe katika damu ya mwanakondoo, mkono hodari wa Mungu uwe juu yako, akupiganie vita vyako, akupiganie vita vyako. Au maadui, chochote kimekuinukia, chochote kimekuongovecha,
chochote ambacho kimeinuka kukuzuia, natangaza mkono wa Bwana ukupiganie katika hii ibada. Natangaza utoke kwa hii ibada ukiwa umestareheshwa, ukiwa umetulia, ukiwa umejibiwa, ukiwa umeonekaniwa katika jina la Yesu aliye hai. Mbingu sikupe nyara, mbingu sikupe faida. 2026 uwe ni mwaka wako wa kustarehe, uwe ni mwaka wako wa kuondolewa hofu, uwe ni mwaka wako wa kuondolewa magonjwa, uwe ni mwaka wako wa kuondolewa vitisho, uwe ni mwaka wako wa kutulia. Jehoshafati na ufalme wake ukatulia. Natangaza juu ya anga yako kuwe na utulivu katika jina la Yesu. Natangaza juu ya hiyo ndoa yako kuwe na amani katika jina la Yesu Kristo. Natangaza juu ya hiyo idea ambayo uko nayo ikupatie kumiliki, ikupatie faida katika damu ya mwanakondoo. Mbingu sikupe faida, mbingu sikujibu katika damu ya mwanakondoo. Jehoshafati akaingia katika nyumba ya ua mpya, madhabahu walioinulia Mungu, akamkumbusha, akamwambia Mungu, Mungu baba yetu, sio wewe, si ni wewe uliyekuwa pamoja nasi, si ni wewe uliyetupigania, si ni wewe. Akamkumbusha yale mambo ambao aliahidi kutenda na aliyotenda mwanzo. Akamwambia, angalia, hawa wametuinukia wapigane nasi na ukuturuhusu tuingie katika nchi yao. Wametuinukia bila sababu, wameinuka tu tupige vita, wameungana pamoja. Mataifa zaidi ya 3 wameungana, wamekuja kinyume chetu. Akamwambia, hatuna nguvu za kupigana na wao, ila macho yetu tumekuinulia. Baba, tumekuinulia macho yetu. Nimekuinulia maombi haya Jehova, kwa sababu ya huduma hii, kwa sababu ya madhabahu hii, kwa sababu ya hawa wana wa Troliki, kwa sababu ya kila mmoja aliyejiunganisha na Troliki, kwa sababu ya kila mmoja aliyesikia habari za Troliki na akaiamini, akaamini mtumishi wako Baba. Naomba kwake kuwe na amani, naomba kwake kuwe na utulivu, naomba kwake kuwe na ajibiwe katika jina la Yesu. Jehoshafati akakipanga kikosi, sio cha kupigana bali cha kumsifu Bwana. Wakatoka wakisema, wakilibariki jina lako Mungu wa mbinguni. Msifuni Bwana, maana fadhili zake ni za milele. Na walipokuwa wakisifu, akawaambia, waaminini watumishi wa Bwana na mumwamini Mungu. Walipotoka asubuhi hiyo, Mungu ukawa umetoka mbele yao, ukatuma roho ya confusion mbele yao. Maandui wakapigana wao kwa wao, wakamalizana wao kwa wao. Katika jina la Yesu, kila adui ndani ya mwaka wa 2026 anayezuia wana wa madhabahu haya, Baba, naomba spirit ya confusion ikawaingie, wapigane wao kwa wao. Hatutahitaji kupigana, bali tutahitaji kuteka nyara na kumwinulia Bwana sifa. Asante Roho Mtakatifu, tunakutukuza, tunakuabudu. Pokea utukufu, ni kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Tumesoma maandiko marefu, lakini nataka kuongea kwa ufupi, na naamini ya kwamba Mungu atakuhudumia kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu. Dadini, nishukuru sana kwa nafasi, na pia kwa sababu niko na testimony mbili. Hapo karibu na Disemba nilipata maono. Mimi wanga sipati maono sana, lakini nilipata maono. Nikapata maono
tukiwa na dadi mahali na tulikuwa tunapanga mkutano na Pius Muiru akatokea akaambia dadi, nataka mpige mikutano hapa Nairobi kila kijiji na nitawasaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu mkipiga hiyo mikutano ndio baadaye mwanze kufanya mikutano ya kitaifa. Nikanjua mikutano ya kitaifa ni Kasarani, ni hii inaitwaje? Jacaranda, Uhuru Park na hiyo mikutano hizo viwanja zingine za juu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mwanzo akasema mpige mikutano kila kijiji. Tulikuwa kwa ibada ya online. Tulipomaliza nikaambia dadi, kuna maono nimepata. Sipatangi maono, lakini kuna maono nimepata. Nikamueleza, akaniambia ngoja. Akaita watu kidogo, viongozi kidogo ambao tulikuwa na wao, tukafanya maombi hapa. Alafu dadi akatuambia kabla ya mwaka kuisha tutapiga mkutano mmoja hapa Nairobi. Lakini sasa kwa sababu tulikuwa na mambo mingi, tulikuwa tunapanga kumalizia kufanya mkutano wa Disemba. Mambo ikawa mingi, hatukufanya hiyo mkutano. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amemuongelesha tuanze kupiga mikutano ya Nairobi. Na tumeanza tayari. Jana nikiongea na Pastor Jones na Pastor Sambao, wameniambia hii mkutano tulikuwa nayo ni open air. Mimi nikamwambia hapana, mimi sioni open air. Maana mimi nilikuwa na ile sauti ambayo nilikuwa nimeiona, ile maono ambayo nilikuwa nimeyaona. Mungu akituambia tuanze mikutano ya mindogo lakini inalenga hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Sasa hii mikutano dadi akaongezea kitu kingine. Akasema baada ya miezi miwili tutakuwa tunapiga mkutano Nairobi. Na ilikuwa ni maombi yetu. Ni kama maombi yetu nilijibu. Mungu amejibu. Ilikuwa ni maombi yetu. Tulikuwa na mtumishi, tulikuwa tunasema, jamani, unajua mimi nakuanga kwa ile kikosi huwa inabaki. Mimi nakuanga kwa ile kikosi huwa inafanya nini? Huwa inabaki. Ile kikosi kingine ikienda vitani. Umenielewa? Nikamwambia mtumishi, hapana. Sisi tuamini Mungu, tuanze mikutano ya Nairobi. Pastor Kipto akaniambia na mimi mikutano ya Nairobi na sisi tutakuachia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Mungu amejibu maombi. Mikutano ya Nairobi imeanza. Dadi akasema kila baada ya miezi miwili tutakuwa tunapiga mkutano. Lakini juzi nikapata maono mengine. Nisema ama niseme? Juzi nikapata maono mengine. Katika hiyo maono kuna ile list tulikuwa tunatoa pesa, wale ambao tulikuwa tunatoa pesa ya kusupport mkutano. Katika hiyo list usiku nilikuwa nimelala nikaona hiyo list imekuja. Alafu dadi ameweka katika hiyo list ameweka 100,000. Laki moja. Alafu anaambiwa hii ni uwezo wa kufanya mikutano kila mwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni uwezo wa kufanya mikutano kila mwezi. Wakati niliamuka nikaanza kujiuliza, nimeona dadi ameweka 100,000 katika ile list ambayo tulikuwa tumeandika zile pesa 100,000. Alafu sauti inamwambia hii ni uwezo wa kufanya mikutano kila mwezi. Wakati nimejiuliza, na mikutano ya kila mwezi inawezekana? Sauti nyingine kaniambia, si mmefanya mikutano miezi 5 Mombasa kila mwezi? Si mmefanya mkutano kila mwezi wa Mombasa karibu miezi 5 mkienda Mombasa? Nikajua Mungu kumbe ameleta pesa ya mikutano. Sasa Mungu ameleta pesa ya mikutano. Atakupatia pesa ya mikutano. Na akikupatia pesa ulete tufanye mikutano. Hata dadi umepatiwa neema ya pesa. Mikutano ya Nairobi pesa imeachiliwa. Nimeona umeweka 100,000. Nikijiuliza hii pesa, nikasikia ni uwezo wa kufanya mikutano ya Nairobi kila mwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mbingu zimekubali mikutano ya Nairobi.
Na nimeenda kwa mkutano wa jana, nikaangalia vile watu, vile hiyo mkutano ilikuwa na impact, na vile watu wa Mungu wanasaidika katika hii mkutano. Nikasema nikasikia kunguzwa sana. Hata niliona wale wasichana wawili wanasema, jamani, sisi tumekuja hapa tunataka tusaidiwe, tuache. Nikasema Mungu amesikia kilio na Mungu ameachilia neema ya mikutano ya Nairobi. Wacha nikwambie kitu kimoja. Kanisa haiwezi kupenya ikifanya conference. Kanisa haiwezi kupenya ikifanya deliverance. Kanisa huwa inapenya ikipiga mkuu wa anga pale nje. Mikutano ya nje, hata kama watu hawajaokoka, inagonganga mkuu wa anga, inamwangusha, alafu mnapata breakthrough. Bishop Pius Muiru wakati alipokuwa anapiga mikutano ya Nairobi miaka ile, alifungua anga ya Kenya. Neema ya mikutano na neema ya makanisa kupanuka na kuongezeka ikaingia kwa hiyo neema ya mikutano ya nje. Msipopiga mkuu wa anga, msipopiga pale nje, si ndani, pale nje, kuna vitu fulani amwezi kumkafikia. Na ninaona Mungu ameachilia hiyo neema, tupige anga ya Nairobi, tupige kila mkuu wa anga, na kanisa iongezeke na ipanuke. Kwa hiyo tunapotoka tunaenda kulete nyara. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio ushuhuda ya kwanza ile niko nayo asubuhi ya leo. Ushuhuda ya pili, niko na ushuhuda mbili. Ushuhuda wa pili, ndani nashukuru sana. Mlipokuja Ukambani, unajua kanyumba yetu si kubwa sana, lakini tunajenga maisonette. Ile kitu tunajenga pale. Sasa tulikuwa tunashindwa, yani hii neema kubwa hivi tutaiingiza wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi walipofika nikiwa nashindwa, sasa tutafanya nini? Huku tunapigana masishi, lakini mimi akili yangu na moyo wangu unaniambia hapa tutafanya nini? Tulipomaliza mambo ya ile ilikuwa imetulete, tukachukua ndadi tukawaingiza kwa nyumba. Walipokuwa nafanya maombi, nilikuwa sijaongea na my wife. Dadi alipomaliza maombi, nikasema hivi, dadi ngoja kidogo, kabla mjatoka kuna kitu nataka kufanya. Na nilikuwa sijaongea na my wife. Nikamwambia nimesikia kuna kambusi nataka niwafungie, muende nako. Na mimi nikajua my wife akileta kisirani maybe unajua anaweza leta kisirani, anaweza sema hiyo mbuzi yeye. Nilikuwa nimejipanga kwa mfuko, nilikuwa na pesa. Nikasema my wife akileta kisirani, hii pesa nitatoa kama mbuzi, nipatie ndadi waende nayo. Sasa nilipomwambia dadi kuna kambuzi kenu nataka niwafungie hapa, na nimeongea na Dominic, sijui mtabebaje. Dadi naye ni kama naye Mungu alishuka kwake, akasema kama ni mbuzi. Unajua niliongea nikamwambia tumeongea na Dominic, naona kama italeta shida. Dadi naye akasema kama ni mbuzi naenda nayo, afadhali nibebe na mgongo hivi. Wacha uone basi. My wife hata siku hatukuongea, alipotoka pale nje sijui naye Mungu naye aliingia kwake. Kwa mboma yangu ile mbuzi kubwa. Dominic tukiendaka na wewe saa nyingine pigaga picha wewe. Sijui kama ulipiga hiyo beberu picha. Tukasema hii my wife akakuja akasema ile beberu kubwa kwa hii mboma ndio inaenda na nabii. Tukashika beberu yetu tukainua karibu sijui ni kilo 20 ama ni kilo ngapi, lakini hata kuinua ninashindwa. Nikamwambia vijana, hebu nifungieni hii kitu mzuri. Tukafunga tukaweka kwa kireti. Nikasema kama huyu mama amekubali, si kitu iende. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaiweka kwa kireti, ikaenda Mwingi. Dadina alikuwa ametangulia. Kufika Mwingi
Shetani ni mbaya na ni muongo sana. Eti anataka kutuletea kisirani. Kufika kwa nyumba kwa town ile beberu ikawekwa kwa gari ikawa haiwezi kuingia kwa gari. Eti gari haina buti na haina carrier, haiwezi beba beberu. Dadi akasema hii beberu yangu irudi. Nitakujia mwezi wa 5 dadi. Na Dominic akakupiga picha. Hiyo ni makosa. Dominic siku nyingine upigage picha. Lakini ndio kubwa kupita. Kwa hiyo bomba ndio kubwa zaidi. Sasa mzuri. Mama aliona. Kuna kitu nataka uone. Kuna kitu. Okay. Mtu mwingine anasema sasa anatuambia alipatiana beberu. Si hivyo. Na ukisema hivyo hata wewe usiende kapeane. Hii ni yangu na familia yangu bwana. Na wacha nikuonyeshe kile kitu imefanya. Wacha nikuonyeshe kile kitu imefanya. Hiyo beberu kile kitu imefanya. My wife alikuwa na savings zake alikuwa ameweka kwa banki nyingine, na kutoka 2020 wakamnyima kumpatia hizo savings zake. Na ananiambiaga siku zote anataka kununua ng'ombe. Ananiambiaga siku zote anataka nimnunulie ng'ombe. My wife ameingia Nairobi juzi. Akiingia Nairobi hivi, ile pesa yake ilikuwa imekwama kwa anga, ikaachiliwa. Ikaachiliwa. Mungu awabariki sana. Awabariki. Ikaachiliwa. Jana nimepata message, vijana wananiambia, "Pastor, unajua tulikuwa sisi tumefikiria tukufanyia kitu." Nikamwambia, Job ananiambia, "Umepata ka message?" Namwambia sijapata. Akaniambia, "Hebu omba sana ndugu. Omba sana mtumishi wa Mungu." Nikamwambia kila kisuizi katika anga nimekibomoa. Nikikaa dakika kama 15 nikapata message. Kuangalia. Nikaangalia nikasema, "Ala, ni mimi naona vibaya ama ni nini baya?" Nikaita my wife nikamwambia, "Hebu pitia hapo uangalie kuna kitu iko hapa." Bwana Yesu asifiwe. Wajua ni nini? Hiyo sitakuambia. Lakini kesho kutwa ile beberu dadi imeleta ng'ombe. Huyu anaenda sokoni kununua ng'ombe. Chochote chako ambacho kimesuiliwa kwa anga, natangaza kwa ibada katika jina la Yesu Kristo, kiondoke, king'olewe. Chochote kinachosuia maisha yako, chochote kinachosuia baraka zako, chochote kinachosuia kupenya kwako, king'olewe kwa ibada katika jina la Yesu aliye hai. Mama ameingia Nairobi akiwa na ng'ombe na anarudi akiwa na ng'ombe. Hiyo si ni muujiza? Na wewe utoke kwa ibada na baraka yako katika jina la Yesu. Umeingia hii ibada ukiwa mnyonge, natangaza utoke ukiwa umejibiwa. Utoke ukiwa umejibiwa. Tumesoma maandiko kuhusu yule anaandika ujumbe, andika chanda cha mawadhimo. Chanda cha mawadhimo. Chanda cha mawadhimo. Kichwa ya ujumbe andika chanda cha mawadhimo. Chanda cha mawadhimo. Mtani wako wapi? Walikuwa wameandika chanda cha mawadhimo. Valley of blessing. Chanda ni bonde la baraka. Bonde la baraka. Andika bonde la baraka ama uandike valley of blessings. Chanda cha mawadhimo. Tuko katika mwaka wa mavuno. Jehoshafati amepata ripoti. Kuna watu wamekuja kinyume chao, wanataka kupigana na yeye pasipo sababu. Jehoshafati alikuwa mtu muungwana sana.
alikuwa mtumishi, alikuwa mtu mwenye neema sana, alikuwa mtu ambaye hataki vita, lakini maadui wakajipanga wakamuinukia. Kuna mapepo mengine yanajipanga ya kuzuie, na tangaze yatawanywe hata kabla hajafika kwako, katika jina la Yesu aliye hai. Kila ambacho unahitaji ndani ya hii mwaka ya mavuno, Bwana akufunishe, Bwana akupatie na zaidi. Chanda cha mawadhimo, maandiko yanasema Jehoshafati akapata ripoti ya kwamba kuna watu wamejipanga kuja kinyume chao, akaongopa na akashindwa. Sasa mimi napendanga amani, mimi sipendaki kusumbuana na watu, kwa nini hawa wananiinukia? Akaingia kwa ripoti, aangalie kama kuna mahali waliwakosea. Wanaitwa wana wa Moabu, wana wa Amoni, wengine wanaitwa sijui wamesikana kutoka milimani, wamemkujia wampige tu na Israeli. Akaangalia katika rekodi kama kuna mahali Israeli wamekosea watu, akaona hakuna. Akaenda mbele za Bwana katika ua, akaingia kwa nyumba ya Mungu, kwa madhabahu, katika ile madhabahu mpya walikuwa wamejenga. Alipoingia pale, akaita Yuda pamoja na Yerusalemu pamoja, akainua ndua mbele za Mungu, akainua maombi mbele za Bwana. 2026 Bwana akupatie neema ya maombi, Mungu akupatie neema ya maombi. Jehoshafati akaita kusanyiko, maandiko yanasema akakusanya Yuda pamoja na Yerusalemu, akawalete pamoja, akawaambia, jamani, hawa watu wanatuinukia pasipo na sababu, tufanye nini? Tumulilie Bwana, tumtafute Bwana. Maandiko yanasema wakapiga mbiu ya kumtafuta Bwana na wakaingia. Yehoshafati akaenda na maneno ya kumkumbusha Mungu, anamwambia, Mungu, wewe kumbuka, si ni wewe? Anamueleza yale mambo Mungu amefanya, anamkumbusha vile alivyowapigania. Kuna mstari umenifurahisha, amefika mahali akamwambia, hebu angalia jamii, hebu angalia hawa watu wamekusanyika pamoja, wamekuja kinyume chetu, na sisi hatukuingia kwa nchi yao. Israeli hawakuanguza, yani wanawachukia bure bila sababu. Kila mapepo na maroho yanayochunganisha pamoja ya kuchukia bure bila sababu, natangaza kwa damu ya mwanakondoo ya kwamba yatapigwa na moto wa mbinguni, yatatawanywa mbele yako. Lakini siri ni hii, ni kumtafuta Bwana. Jehoshafati anasema aliita mbiu, aliita watu. Nasikiza nikwambie kitu. Unajua saa nyingine unakuanga na kichwa ngumu. Unaitwa kwa maombi, wakati unaitwa kwa maombi ndio kombisi kwa mambo yako, na wakati kikiumana ndio unaanza kutafuta watumishi wa Mungu. Juzi nimekuwa nikiongea na watumishi wengine, naambia nyinyi, lakini kwani mko kama yule mtu? Kuna mtu mwingine mtumishi mwingine wa Mungu, mshirika wake alikuwa mgonjwa, alikuwa anahitaji figo. Pastor, mtumishi wa Mungu akanjitoa aende atolewe figo iwekwe huyu mshirika wake. Akaenda akanjitoa, huyu mshirika hakuwa na pesa, akanjitoa, huyu mtumishi akasimamia gharama ya hospitali. Mtumishi akatolewa figo, huyu mshirika akawekwa. Na wakati mshirika alipona, akapotea kanisani, hata akaama. Pastor akashindwa, yani nimesaidia huyu mshirika, wakati amepona ameenda na figo yangu. Yani unaenda mpaka na figo ya mtumishi. Nikamwambia mtumishi, yani kuna watu wanaanga shukrani kabisa. Unajaribu kumsaidia, na wakati ameinuka anaona wewe si wa maana. Dadi, thawabu yako iko, mbingu itakulipa katika jina la Yesu. Ndio nimesema hivi, wakati Jehoshafati amepiga mbiu watu wakuja maombi, walikuja wote. Wa Yuda na wa Yerusalemu walikuja wote.
Hakuna mwingine hiyo siku alisema anaenda biashara, walikuja maombi wamulilie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukitangaza mbiu, inaitwa mbiu. Tukitangaza mbiu ya maombi, tunakutaka hapa. Sio anze kutunyonyanyonya ati mimi ni tunataka kama ni maombi tuombe sote. Mapepo ndio tutakuoa. Lakini kuomba tuombe sote. Sianze kututumia vibaya hapa. Yaani mtumishi ameomba na wewe alau ukifanikiwa kidogo. Yaani hata sandaka yako na fungu yako ya 10 saa hiyo ndio inaenda kwa wale wa TV. Sawa. Ile siku sawa. Iende kwa TV tu. Si mbaya iende kwa TV tu. Lakini na wewe hata my wife amefurahi. Vile dadi, yaani angalia, dadi anatoka hapa anakuja mpaka. Mungu awabariki. Sasa kama sandaka yetu tungekuwa tunatuma kwa mtu wa TV, angekuja. Si mbaya kusupport watumishi wa TV, lakini angelikuja. Josephat akaita mbiu, watu wote wakaja, wakapiga maombi. Angalia. Hata sio apostol Roho Mtakatifu anamunenea. Roho Mtakatifu aliingia mama mwingine huko. Wakipiga maombi mama akaanza kutabiri. Anasema Josephat, mtumishi wa Bwana, sikieni vile Bwana anasema. Bwana anasema hivi, vita hizi sio vyenu. Hamuhitaji kupigana hii vita, bali Bwana atawapigania. Josephat akapata nguvu. Maana katika haya maombi kuna sauti ya Mungu. Maandiko yamesema asubuhi Josephat akajua hizi vita kama Bwana ameahidi kutupigania, mimi niko na uhakika atatupigania. Kama Bwana ameahidi huu mwaka ni wa mavuno, bila shaka hii mwaka ni ya mavuno. Na tutavuna. Ama nioseme na nitafuna. Na tutavuna. Troriki tutavuna. Jipange kuvuna. Jiandae kuvuna. Katika jina la Yesu. Hao wanaosema tutamuona, watakuona ukisaini, sio kukuona watakuona, lakini ukisaini. Tumechoka bwana. Lazima ung'are. Kama wewe ni mwana wa haya madhabahu, lazima ung'are. Hiyo ngombe ukinunua, nenda ile brand ya kwetu. Ile brand ya kwetu nenda uipige. Ile alama, weka ile alama yetu. Ile inaandikwa FF, weka hiyo. Kama hiyo imewekwa alama ni yetu. Na wewe kama ni mwana wa haya madhabahu, tunakuweka alama ya baraka kwa jina la Yesu. Utakuwa na alama. Na maanisha nini? Utakuwa na alama. 2026 utakuwa na alama. Wacha tukutane pale nje kwa kiwanja. Mungu anatupatia nyara, anatupatia mateka. Mungu analete watu. Maana tumetoka. Nimekuambia kanisa kuongezeka, lazima tuende pale tuondoe hiyo hanga. Ile mafuriko ambao Mungu anaenda kuwasilia 2026 itakuwa kama andesi, kama ndoti. Ukawanyone. Ukawekara. Ukawione. Ndugu, utakuwa unasema sitaki kuelezwa, na acha nikuje nijione. Maana itakuwa ni kitu iko na evidence, iko na unaweza shika, ukaona, ukasema, kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema Josephat baada ya maombi akapanga kikosi cha wale watakao msifu Bwana. Haleluya. Yaani badala tupange kikosi ya kwenda kupigana, sisi tunapanga kikosi ya celebration.
kumsifu Bwana, wakaanza kusifu, wakaanza kumwabudu Bwana, wakaanza kumuinua Bwana. Na mstari wa 20, kabla ya 20 hapo utasomea, unasema na wakati walipokuwa wanamsifu Bwana, Mungu akatuma roho ya confusion kwa wale maadui, wakaanza kuinukiana wao kwa wao, wakaanza kupigana wao kwa wao, wakaanza kuuana wao kwa wao. Sikiza, hao maadui ambao walikuwa wamekuja pamoja pia walikuwa ni kama washikani. Wakati kilianza kuharibika, walianza kuinukia maadui wao. Ndani yao walikuwa ni maadui. Unajua kuna watu wengine wanakuja pamoja wakusengenye. Yaani wamama wanakuja pamoja wakusengenye, na si eti ni marafiki, wameshikana tu wakusengenye, lakini wakimaliza kukusengenya pia wao ni maadui wao kwa wao. Wao ni maadui wao kwa wao, lakini wakati wanataka kukusengenya ndio wanakuja pamoja. Hiyo kamushene yao na itawanya kwa jina la Yesu. Hiyo kamushene yao itawanyike kwa jina la Yesu. Sikia, hizo vikao zao waendelee kukaa tu, lakini watapasuka. Unajua mtu akibeba akikuchukia pasipo sababu, yeye ndani ndiye anaendelea kuumia, yeye ndani ndiye anaendelea kuwa mgonjwa. Natangaza ugonjwa kwao katika jina la Yesu. Walipomaliza maadui kupigana wao kwa wao, maandiko yakasema hata wale marafiki na wao wakainukiana. Ai mama, shukaange huko mama. Mama kama angekuwa anakaa hata ningekuwa nimeanza kunaona bwana. Mungu wangu sisikie maombi. Yametendeka. Maadui walipomaliza kupigana maadui kwa maadui, hata wale marafiki kwa hiyo kikundi ya maadui na wao wakaanza kuuana wao kwa wao. Yaani hii inaonyesha kwamba Mungu akikupigania hautahitaji kukosa amani na usingizi. Huyu mama kama ameendelea ukambani, huyu ile vita inakwanga ukambani, kama ameendelea ukambani, Mungu atukuzwe. Hata hapo wanapokupiga vita, nasema Bwana akuinue katikati yao. Waone ukisaini. Niseme. Waone uking'ara. Wajua pale kwetu nyumbani, wakati tulikuwa na matanga juzi, mambuzi nini? Sema mambuzi. Mambuzi ilikuwa inatawanyika pale huyu mama. Mpaka wale watu wanakuja wanasema hapana, hapa tutakula mbuzi. Nilipofika wakanishika mateka, wakaniambia hapa tumekula mbuzi 2, sasa tunataka tupatie mbuzi. Nikamwambia hii yangu hamkuli. Kwa hiyo mtakula kwa sababu mnaiona, afadhali yeye ndo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia wewe? Na si eti walikuwa wanataka kukula. Walikuwa wanasema huyu mama atakuaje? Mabuzi kipita hapa yote ni yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani naomba ubarikiwe mpaka watu waanze kupigana huko. Wanapigana huko. Wengine wanakosa amani huko kwa sababu ya vile unainuka. Katika jina la Yesu. 2026 naomba ung'are. Jehoshafati ameambia watu, sisi kazi yetu ni kumsifu Bwana. Kazi yetu ni kumsifu nani? Mstari wa 25, hebu nisomee mama. Mstari wa 25 kuna kitu kinaongelewa pale.
Yaani badala ya kwenda vita ya siku 3, mnaenda siku 3 kuchota, kuteka nyara, kubeba dhahabu na manguo na vitu vizuri. Walibeba mpaka wakakosa mahali pa kuweka. Walibeba mpaka wakakosa mahali pa kuweka. Na huyu ni mtu ambaye alikuwa amepata ripoti ya kwamba maadui wanamkujia. Lakini Mungu anangeuza hiyo mtengo na hiyo mipango, anambariki hiyo siku. Ile siku wamekuwekea mitego, iwe ndio siku ya wewe kwenda juu zaidi katika jina la Yesu. Hautakwamia mahali wamekutegeshea. Wataaibika katika jina la Yesu. Maandiko yanasema nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na vitu vingine zilizo johari. Sijui johari ni nini, utauliza. Lakini wakaona hizo vitu zote, wakachota siku ngapi walivyojivulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara. Mungu wa mbinguni akupatie neema ya siku 3, miezi 3, miaka 3 ya kuchota na kuteka nyara. Yaani ni kuongezeka, ni kung'aa, ni kuendelea katika jina la Yesu aliye hai. Alafu tunaenda kwa lile mbonde, bonde la baraka. Weka mstari wa 26, nataka kumaliza. Nimeweza dakika 5, ni kidogo sana. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika mbonde la baraka. Maana ndiko walipombarikia Bwana. Kwa hiyo jina la mahali pale pakaitwa mbonde la baraka. Mungu akupatie neema isiyo ya kawaida. Mahali waliexpect ushindwe, Mungu asimbue kizima cha baraka katika jina la Yesu. Yaani kukatengenezwa mbonde kwa sababu ya Israeli wachukue baraka, na likaitwa mbonde la baraka. Natangaza katika jina la Yesu aliye hai, unapotoka kwa hii ibada, nenda ukamiliki kwa jina la Yesu. Nenda ukateke nyara, nenda ukamiliki mali, nenda ukamiliki biashara. Uwe na amani kwa hiyo ndoa katika jina la Yesu aliye hai. Wale waliotarajia ndio siku ya kuhangaika na kuteseka, wasituke, ni siku ya wingi wa mali na baraka katika jina la Yesu aliye hai. Mstari wa 26 na 27 mpaka 27, nataka nimalize. Yaani siku moja, siku ya 4 walitoa, ni siku tu ya kukusanya. Kisha wakarudi kila mtu kwa Wayuda na Yerusalemu na Jehoshafati mbele yao, ili kurudia Yerusalemu kwa furaha. Walirudi kwa furaha, maana Mungu alikuwa amewajaza mali na utele wa kile walichohitaji. Maandui waligharamikia. Israeli ni kuteka nyara. Naomba Mungu akupatie neema isiyo ya kawaida ndani ya 2026, ndani ya mwaka wa mavuno. Uvune kupita kawaida, uvune kupita kawaida, uvune kupita kawaida, uvune kupita kawaida, uvune kupita kawaida. Anga yako ifunguke. Natangaza anga yako ifunguke, uvune kupita kawaida katika jina la Yesu aliye hai. Mstari 27, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui zao. Mungu akupatie furaha juu ya adui zako. Mungu akupatie kustarehe juu ya adui zako. Mungu akupatie kumiliki mbele ya maadui zako. Hao waliotarajia unazama, waona ukienda juu. Mbingu ikuheshimishe kwa damu ya mwanakondoo. Anga ya troliki, anga ya madhabahu, Baba natangaza ipande, neema ipande, neema ipande katika jina la Yesu aliye hai, na ujazwe na wingi wa furaha na amani, na Mungu akupatie kutulia na umpe utukufu. Haleluya. Hebu weka mstari wa 28, 29 na 30.
kustarehe, wakati wa kuburudishwa, wakati wa kumchesia Bwana. Yerusalemu wakafika Yerusalemu wenye vinanda, vinumbi na mapanda kwenda nyumbani mwa Bwana. Haleluya! Aibu yako ingeuzwe kuwa wimbo wa furaha. Mateso yako, hiyo maombolezo, ingeuzwe kuwa wimbo wa furaha. Uingie katika nyumba ya Bwana na wimbo mpya, maana mbingu imekujibu. 2026 mbingu ikujibu. 2026 mbingu iweke furaha ndani yako katika jina la Yesu aliye hai. Mstari wa 29, hofu ya Mungu. Ikawa hofu ya Mungu juu ya falme zote za nchi. Waliposikia kwamba ya kuwa Bwana amepigana juu ya adui za Israeli, Mungu aweke hofu juu ya kila adui wa maisha yako. Mungu aweke hofu juu ya adui wa hii huduma. Mungu aweke hofu juu ya hao waliokutarajia uende chini, maana Bwana atakupigania. Basi ukatulia ufalme wake Yehoshafati. Kwa sababu gani? Mungu wake amemustarehesha pande zote. Natangaza amani na starehe pande zote za maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Natangaza nyumbani kule umetoka wapate habari ya kwamba huyo msichana, ya kwamba huyo mama, ya kwamba huyo baba ameenda viwango vingine. Au tarudi nyumbani na aibu. Yehoshafati hakurudi na aibu, alirudi na furaha, alirudi amestareheshwa, maana Bwana amemjibu. Mstari wa 30. Haleluya! Natangaza Bwana akustareheshe, Bwana akupe amani, Bwana akupe kutulia, Bwana akupe wimbo mpya, Bwana ajibu maombi yako, Bwana apanue kambi yako katika jina la Yesu aliye hai. Mfalme wa utukufu, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, peke yako ndiwe uliyempigania Yehoshafati. Unamwambia hawastahili, hawakuhitaji kupigana vita isile. Bwana utapigana kwa niaba yao. Bwana pigana kwa niaba ya Troliki. Pigana kwa mtumishi wako Apostle Mora. Pigana kwa mtumishi wako Pastor Agnes. Pigana kwa wana wa haya madhabahu. Pigana kwa ajili ya wana wa haya madhabahu. Wape kustarehe. Nairobi wakubali, iwapatie faida. Nairobi wakubali, iwapatie faida. Wapenye wapanikiwe Nairobi. Hawatarudi kama ni wanyonge, hawatarudi kama washindwa. Baba, natangaza neema ya madhabahu, neema iliyo juu ya mtumishi wako, iwapatie kustarehe, iwapatie kutulia, iwapatie baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Ndani ya bonde la baraka watoke na baraka zao. Ndani ya haya madhabahu watoke na baraka zao. Ndani ya hii neema watoke na baraka zao. Ndani ya hii ibada watoke na baraka zao. Ndani ya hii ibada mbingu iwajibu, mbingu iwajibu. 2026 mbingu iwajibu, mbingu iwajibu, mbingu iwajibu katika jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mfalme wa mbinguni. Utukufu na enzi, mamlaka ni yako Bwana. Wewe unatenda wakati wa Yehoshafati, ni wewe unatenda wakati wa watumishi wako, ni wewe unatenda kwa haya madhabahu. Wewe uliwapigania Bwana wa Yuda, wa Yerusalemu, ni wewe unawapigania Watroliki, ni wewe unawapigania Watroliki. Wewe uliyempigania Yehoshafati, unampigania mtumishi wako Bwana, unampigania, unampa ushindi mbele za kila aina ya adui, mbele za kila aina ya vitisho, mbele ya kila aina ya ripoti. Katika jina la Yesu Kristo natangaza hiyo ripoti badilike. Natangaza hiyo ripoti
ibadilike kwa damu ya mwanakondoo. Natangaza hiyo ripoti na ibadilisha kwa jina la Yesu. Kila roho, kila falme, kila mamlaka, chochote ambacho kilijipanga kupigana na hawa, Baba, natangaza katika jina la Yesu, waanze kuchanganyikiwa, roho ya confusion. Baba, natangaza wapigwe na upanga wa Bwana, hiyo roho ipigwe na upanga wa Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unapotoka kwa haya madhabahu, ripoti yako imebadilika. Unapotoka kwa hii bonde la baraka, natangaza utoke ukiwa umejaa kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea utukufu Baba wa mbinguni, wewe ni Mungu. Asante Adonai, asante Adonai, wastahili mfalme, utukufu, enzi na mamlaka. Yesu twakupa.